Hakika kila nafsi itaonja mauti. Hapa ni nyumbani kwa mtoto aliyeingia katika shimo la choo na kufa. Katika kazi yako ndipo panapo ajali yako. Palikuwa mida ya mchana, mama ambaye mwenye mtoto huyo alikuwa akitayarisha maakuli ama chakula cha mchana. Lakini ghafla ikatokea hichi ambacho kinaenda kusimuliwa. Kikweli ni mipango ya Mungu, lakini imepata pigo kubwa sana kwa kuondokewa na mtoto wetu, na kiukweli ni jambo kubwa sana kwa upande wetu. Naweza kusema ni mipango ya Mungu, ni bahati mbaya, lakini ni jambo la kusikitisha sana. Kiukweli tumeumia sana kuondokewa na mtoto wetu, na tumejaribu kufanya uokozi na nini, lakini mwisho wa habari tumeshindwa mpaka anatolewa mtoto tayari ameshaaga dunia. Alikuwa na umri wa mwaka mmoja kamili. Mama ni choo cha ndani cha shimo cha zege cha shimo hivi. Kwa kweli kwa mtu mzima hawezi kupita sababu ni kidogo sana, lakini kwa mtoto na Mungu ndo kashapanga, basi amekwenda pale. Ushauri wangu kwanza ni kwa upande wa maandalizi, wajitahidi kutengeneza mazingira ya vyoo, na haswa ikiwezekana waweke vyoo vya sinki, kwa sababu tumegundua kwamba vyoo vya shimo sometimes mara nyingi zatokeza emergency kama hizo hapo. Na kwa upande wangu mimi naweza kusema nimeathirika kwa namna moja mpaka mbili, kwa sababu mtoto kama hivyo ameondoka, alafu mpaka mazingira ya pale wakati wa uokozi shughuli ilikuwa kubwa, kwa hiyo imefanyika jitihada ya kulivunja lile zege. Kwa hiyo pote pamekuwa wazi pale kiasi ambacho hapawezi kutumika tena kwa kipindi hichi. Ni Samaria wema tu, polisi walichelewa kidogo kufika. Samaria wema ndo wakafanya hiyo jitihada, lakini mwisho wa habari umefanikiwa kumtoa, lakini hakuwa hai tena. Fupi nimeumia. Sitanieleze vipi. Jadi tuna Mungu tayari ashapanga. Na mama tuwe makini. Zaidi tuko na watoto au tuko kwenye shughuli zetu tunazofanya. Tuwe makini tu. Nao baadhi ya ndugu wa mama wa mtoto huyo wametoa ushauri kuhusiana na tukio hilo. Kwa kweli tunasikitika sana kwa tukio hilo lilotokezea, kwa sababu unajua si tukio la mtu mmoja, inaweza likamtokea mtu wote. Mimi wito kama ushauri ninaotoa kwamba tuwe makini na watoto wetu juu tunapokaa nao, na ikiwa kuna hali yote ile mbaya karibu na makazi, basi namaanisha kwamba ikiwa kuna mashimo basi liweze kufunikwa, kwa sababu najua hili limefunikwa vizuri tu, halina tatizo lolote, lakini najua kuna sehemu nyingine hajafunikwa zaidi, yako wazi kabisa, lakini angeweza kufunikwa ili tukaweza kuzuia tatizo kama hili. Sasa tunapotengeneza vyoo tujitahidi kutengeneza milango midogo, hata tukifunika milango midogo ambapo hata mtu akipenyeza apenyeze mkono tu ama mguu tu, asiweze kupenya wote. Naye mjumbe wa shehia ya Miwani Ahmad Chambi anasimulia hali ilivyokuwa na kutoa ushauri kwa jamii. Jira kama saa 7 hivi. Mimi nilikuwa niko zangu nyumbani na kulikuwa na msiba pale mtaani. Hapa mtaani kulikuwa na msiba mwingine. Nilikuwa najiandaa kwenda kwenye msiba mwingine. Bosi wangu ambao ni sheha wa shehia kijiji hichi, yeye kidogo tunaishi tuko mbali kidogo. Akanipigia simu. Bwana uko wapi? Nikamwambia mimi hapa nipo nyumbani. Kwa hiyo baada ya kunimwambia nipo nyumbani, akaniambia bwana nimepata taarifa hapo. Kuna mtoto kaingia katika shimo la choo. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba itabidi uende ufike hapo, kwa sababu mimi niko mbali siwezi kufika hapo. Bahati nzuri mimi muda huo nilikuwa nimesikia gari ya fire inapiga king'ora kile. Kwa hiyo ikawa tena zile habari nikabidi nikaziunganisha. Mimi moja kwa moja nikatoka pale nyumbani nikaelekea kwenye eneo la tukio. Kwa bahati nzuri nilipofika katika eneo la tukio pale nikakuta huyo kiumbe, huyo mtoto aliingia katika shimo la choo kisha tolewa. Pale nilikuta watu wengi sana, na nikakuta watu wa fire walikuwa washafika pale, na ile shughuli ya uokozi ilikuwa ishafanyika.
Kwa hiyo baada ya kufika pale mimi kukutana na wale watu wa fire moja kwa moja, kwa sababu wao ndio walikuwa wamemharasi, walimtafuta mtu wa serikali pale. Kwa hiyo nilipofika pale nikajitambulisha, watu wa fire kaniambia, bana, sisi tulikuja kwa swala zima la uokozi hapa. Kwa bahati nzuri Mwenyezi Mungu kajalia tumekuta wasamaria wema, kwa sababu walipokuja watu wa fire walikutia watu washamtoa yule mtoto yuko nje pale. Kwa nasema kwa taratibu zetu za kikazi sisi hapa tutakuwa zoezi letu limefikia mwisho, ila hapa wanatakiwa lazima lije jeshi la polisi ili kuchukuliwa huyu kiumbe na kupelekwa katika vipimo, yani kiufupi. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo sisi hapa tunawajibika sehemu nyingine kwenda, kwa vile umeshafika mtu wa serikali, hii zamani tutakukabidhi wewe na wala asije mtu mwingine yote kufanya harassing yote kabla jeshi la polisi hapa halijafika. Kwa hiyo mimi nikafanya mawasiliano na bosi wangu kule. Bahati nzuri akaripoti kituoni kule, kituo cha polisi Kiboje. Tukakaa kama muda nusu saa hivi, askari akafika. Alipofika nikaenda nikawaonesha yule marehemu na kuonesha ile sehemu ile tukio ambalo kuna ile shimo. Kwa hiyo yule kamanda pale akasema, mimi nimetangulizwa tu kuja, lakini wahusika wenyewe wanakuja kwa nyuma yangu huko, kuna gari itakuja. Tukakaa kama muda mchache sana, kama dakika 5-6. Akaja askari mwingine akachukua maelezo kutoka kwangu kama hivi nilivyojieleza. Bidi tukaambiwa tumstiri ule kiumbe, tutoke naye tuende naye barabarani ili kwa kusubiri gari. Kwa hiyo tulipofika pale, ndugu wa familia wakatakiwa kuchukua na mwili ule kuenda kwenye taratibu nyingine za kisheria. Kwa hiyo wakaenda zao moja kwa moja hospitali ya Mnazi Mmoja. Sisi huku wananchi wengine tuliobakia tulikuwa tunajiandaa na taratibu nzima za mazishi. Kwa hiyo tulikuwa tumeenda kuandaa nyumba, ila kwa bahati mbaya alipofika kule hospitali kaambiwa daktari zamana au mhusika na yale maswala hakupatikana, kwa sababu time zenyewe zilikuwa kama saa 11 tena hiyo jioni. Kwa hiyo hakupatikana. Tukaletewa taarifa kwamba bwana, huyu mtu kwa leo hapatikani mpaka kesho asubuhi mapema tuende hospitali ili kupata mwili kuja kuhustiri. Kwa hiyo tena watu pale ile tena maharibi tena tuseme na kizakiza, watu pale tukatawanyika, waliobaki kwenye familia wakabaki. Asubuhi mapema watu tukaendelea katika taratibu za kuandaa mazingira ya kumhifadhi mwenzetu. Baadhi ya ndugu ndio zao hospitali mapande kama ya saa 3 kwenda 4. Iwe maji, iwe sumu, yani kila yeye pale yuko katika testa. Kwa hiyo ushauri wangu, jamii tuhakikishe kwamba mtoto hata sekunde moja, mtoto wa chini ya umri wa miaka 5 hatakiwi kuwa peke yake, iwe ndani ya nyumba, iwe nje ya nyumba. Huo ndio wito wangu kwa jamii. Kwa hakika tunapaswa kuweka ukaribu na watoto wetu, hasa walio chini ya umri wa miaka 5, kwani wapo chini ya uangalizi wa kujifunza kwa kila kitu. Hapa ni shehia ya Miwani, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja. Nikiripoti, mimi ni Mariam Khair. Leaders TV, uwajibikaji ni msingi wa maendeleo.